Lengo la kuwaita kwa siku ya leo ya tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ni ule utaratibu wetu ambao tumejiwekea wa kutoa taarifa kwa umma wa Tanzania kila baada ya miezi mitatu na kueleza utendaji wa ofisi zetu za TAKUKURU mkoa wa Rukwa kwa kipindi tajwa. Kwa taarifa ambayo nitaiwasilisha kwenu ni taarifa inayohusisha kipindi cha mwezi Januari hadi mwezi Machi mwaka 2025. Ndugu wanahabari, katika kipengele cha kwanza kitahusisha uzuiaji rushwa. Kwamba katika kipindi cha Januari hadi Machi 2025, TAKUKURU mkoa wa Rukwa ilifanya uchambuzi wa mfumo wa utoaji na urejeshwaji wa mkopo wa 10% ya mapato ya ndani kwa makundi maalum katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga. Utafiti huu ulibaini kuwa kiasi shilingi milioni 224,921,200 kilikuwa hakijarejeshwa, na baada ya ufuatiliaji kwa kushirikiana na halmashauri kiasi cha shilingi milioni 38,513,100 kilirejeshwa. Ufuatiliaji wa kiasi kilichobaki kiasi cha shilingi milioni 186,408,100 bado unaendelea. Ndugu wanahabari, kipengele kinachofuata ni ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wetu wa Rukwa. Ndugu wanahabari, katika kipindi tajwa kwa maana Januari hadi Machi 2025, TAKUKURU mkoa wa Rukwa tumefuatiliaji utekelezaji wa miradi 15 mbalimbali ya maendeleo yenye thamani ya kiasi cha shilingi bilioni 6,272,476 ili kubaini ubora na thamani ya fedha ya miradi hiyo. Mapungufu yaliyobainika yalitolewa ushauri na kurekebishwa. Baadhi ya mapungufu ambayo yalijitokeza ni kama ifuatavyo: 1. Miundombinu kutokujengwa licha kuwepo katika mikataba, mfano ujenzi wa retaining structures katika miradi mbalimbali ya barabara. 2. Baadhi ya wazabuni wa bidhaa na vifaa kutokutoa risiti za kielektroniki kwa maana EFD, hali iliyochangia serikali kupoteza mapato. 3. Utunzaji mbovu wa vifaa vya ujenzi, hasa zile zinazoharibiwa na mabadiliko ya hali ya hewa, mfano saruji na mbao. 3. Ndugu wanahabari, kipengele kingine ni elimu kwa umma. Kwamba kwa kipindi tajwa kwa maana mwezi Januari hadi Machi 2025, TAKUKURU mkoa wa Rukwa kwa kipengele cha elimu kwa umma tumefanikiwa kutoa elimu ya madhara ya rushwa katika jamii pamoja na athari za rushwa katika uchaguzi. Katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025 katika vijiji vya Mwaje, Karasasi, Mombo na Chipapa. Vile vile tumefanikiwa kuwafikia wanaklabu wa klabu za wapinga rushwa 74 katika shule za msingi na sekondari. Pia tumetoa jumla ya semina 26 kwa makundi mbalimbali. Vile vile tuliendelea na programu ya TAKUKURU Rafiki kama ilivyo utaratibu wetu, ambapo kwa kipindi cha mwezi Januari hadi Machi 2025 programu ya TAKUKURU Rafiki kero zilizopokelewa zilikuwa 102, kata zilizofikiwa ni 16, kero zilizoshughulikiwa ni 48. Lakini vile vile tuliendelea na majukumu mengine yakiwemo ya uchunguzi na mashtaka. Kwa upande wa mashtaka, kesi zinazoendelea mahakamani kwa maana kuanzia Januari hadi Machi hadi sasa ni 13. Kwa kipindi tajwa kwa maana Januari hadi Machi 2025, kesi mpya 6 zilifunguliwa na kesi 2 ziliamulia kwa maana zilifika mwisho na hukumu zilitolewa, ambapo kesi hizo zote 2 tulishinda, kwa maana jamhuri ilishinda kesi hizo. Malalamiko mbalimbali kutoka kwa wananchi, ambapo kwa kipindi tajwa tulipokea jumla malalamiko 79, lakini katika malalamiko hayo 29
ndio aliyohusu vitendo vya rushwa, lakini taarifa zingine 50 hazikuhusu vitendo vya rushwa. Hivyo wananchi walishauriwa kufuata taratibu mbalimbali katika kuhakikisha hizo taarifa zinafikishwa kwenye mamlaka husika na hatimaye kupatiwa utatuzi.